Nyota njema huonekana alfajiri. Msemo huu wa wazee wa kale una maana kubwa sana ikiwa utaijua maana yake. Serikali ya awamu ya 8 imeingia madarakani kwa kuahidi vitu vingi kwa wananchi, na ndiyo sababu ya kuaminiwa na kupewa dhima hiyo kubwa ya kuiongoza Zanzibar kufikia malengo ya kuimarisha uchumi, kuboresha demokrasia, kutunza amani na mengine mengi yanayofanana na hayo kwa maslahi ya wananchi na nchi kwa ujumla. Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, aliamua kwa makusudi kuiunda Wizara ya Nchi, Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji, yenye majukumu ya kuhakikisha inasimamia na kuratibu masuala ya kazi, kuwawezesha wananchi kiuchumi na kukuza uwekezaji nchini. Kwa ufanisi mkubwa wa kutekeleza majukumu hayo katika kuhakikisha ajira zinapatikana kwa wote wenye uwezo wa kufanya kazi, jumla ya ajira rasmi na zisizo rasmi 187,651 zimezalishwa Zanzibar, ambazo ni sawa na 62.5% ya ajira 300,000 kuanzia Novemba 2020 hadi Septemba 2023. Kati ya ajira hizo, wanaume ni 93,029 sawa na 49.6%, na wanawake ni 94,622 sawa na 50.4%. Pia kupitia idara ya ajira kwa kushirikiana na taasisi ya uwakala binafsi Zanzibar, jumla ya ajira za nje ya nchi 8,769, kati yao wanaume 1,179 na wanawake 7,590 zimepatikana kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Oman, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Maldives, Seychelles, Kuwait na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Kupitia kamisheni ya kazi, jumla ya taasisi 1442, Unguja 992 na Pemba 450 zimefanyiwa ukaguzi kwa lengo la kusimamia na kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi. Pia imeratibu na kusimamia ulipaji wa kima cha chini cha mshahara katika sekta binafsi kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 347,000 na kwa taasisi ndogo kutoka 180,000 hadi 250,000. Pia kwa wafanyakazi wa majumbani kutoka 80,000 hadi shilingi 100,000, lakini pia kutoka kiwango cha shilingi 100,000 hadi 120,000 kwa wanaokwenda na kurudi. Aidha, katika kulinda maslahi ya wafanyakazi wa sekta binafsi, jumla ya mikataba ya kazi 37,455, Unguja 33,298 na Pemba 4,157 imethibitishwa na imetoa vibali vya kazi 10,558 kwa wafanyakazi wa kigeni wanaokuja kufanya kazi ndani ya Zanzibar. Kwa upande wa kitengo cha usuluhishi na uamuzi wa migogoro ya kazi DHU, jumla ya migogoro 636 imesuluhishwa na kutolewa uamuzi kati ya migogoro 743 iliyowasilishwa. Vilevile, kupitia idara ya usalama na afya kazini, jumla ya sehemu za kazi 785, kwa Unguja 561 na kwa Pemba 224 zimefanyiwa ukaguzi wa usalama na afya kazini na kufanya uchunguzi wa matukio ya ajali 15 katika sehemu za kazi. Taasisi ya Wakala Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar ZEA, katika kuhakikisha wananchi wanawezeshwa kiuchumi, imeendelea kutoa mikopo. Hadi sasa, jumla ya Tanzania shilingi bilioni 34,964,185,237 zimetolewa kupitia programu 4 za mikopo. Kwa upande wa programu ya Inuka, imetoa shilingi bilioni 30,112,509,237 kwa wananchi 21,851. Kati yao wanaume ni 8,974 na wanawake ni 12,877. Pia kwa upande wa programu ya Khalifa Fund, ambayo kwa sasa inajulikana kama Abu Dhabi Fund, imetoa Tanzania shilingi bilioni
milioni 729 na laki tatu kwa miradi ya shughuli za kiuchumi 27 yenye wanufaika 123, wanaume 82 na wanawake 41. Kwa programu ya mikopo kwa makundi maalum, yani 442, imetoa Tanzania shilingi milioni 581 laki 853 kwa wananchi 870, wanaume kati yao 158 na wanawake 712. Kupitia programu ya utoaji wa vifaa vya nyuki, jumla ya vifaa vyenye thamani ya Tanzania shilingi milioni 233 laki 886 kwa wafugaji wa nyuki 1671, wanaume kati yao ni 731 na wanawake ni 940 ambao walipatiwa taaluma ya ufugaji na uvunaji wa asali. Aidha, Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi imeanzisha programu mpya ya utoaji wa mikopo inayojulikana kama programu ya kukuza usawa wa kijinsia pamoja, ambayo inalenga kutoa mikopo ya Tanzania shilingi bilioni 13 kwa miaka mitano kutoka kwa mshirika wa maendeleo kuanzia mwaka wa fedha 2024-2025. Kupitia programu ya mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali kwa wananchi, jumla ya wananchi 9371, wanaume kati yao 2311 na wanawake 7060 wamepatiwa mafunzo katika fani za uokaji, usarifu wa mboga mboga na matunda, ufugaji wa nyuki, masoko ya kidigitali, umeme wa jua na mengineo. Mafunzo hayo yaliwawezesha kuimarisha shughuli zao za kiuchumi. Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi Zanzibar ZEA kwa kushirikiana na Taasisi ya Viwango Zanzibar ZBS wamefanikisha kupunguza gharama za upatikanaji wa viwango vya ubora wa bidhaa za wajasiriamali kutoka shilingi laki 7 hadi 50,000. Hii ni kutokana na kuimarisha shughuli za uwezeshaji kwa wananchi kwa kuwawezesha kupitia nyanja ya viwango vya ubora wa bidhaa wanazozalisha. Aidha, imezindua nembo ya Made in Zanzibar ambayo ndio itatumika kwa kila bidhaa itakayozalishwa Zanzibar baada ya kuthibitishwa ubora wake. ZEA imeanzisha tamasha la fahari ya Zanzibar ambalo limesaidia wajasiriamali kupata fursa ya kuonesha na kuuza bidhaa zao katika tamasha hilo. Hadi sasa yamefanyika matamasha mawili na kuwezesha kuwasaidia wajasiriamali, wazalishaji na wafanya biashara 210, wanaume 62 na wanawake 148 katika kupata masoko ya bidhaa zao. Tamasha hilo linatarajiwa kufanyika kila mwaka. Pia ZEA imeunganisha wajasiriamali 439, wanaume kati yao 119 na wanawake 320 na kampuni au vikundi 22 katika fursa za masoko kupitia maonesho mbalimbali yakiwemo ya ndani ya nchi na ya Afrika Mashariki. Pia imetoa mitaji ya majiko na vifaa vya upishi kwa wajasiriamali wanawake 1000 ambao wanafanya shughuli za upishi wa vyakula, yani mamalishe, na kuwapatia mafunzo elekezi ya shughuli wanazozifanya pamoja na kuwa wasafi katika shughuli hizo. Imeongeza eneo la uzalishaji linalohusiana na ukuzaji wa teknolojia na uanzishaji wa viwanda. Hadi sasa imevitambua viwanda 81 kwa Unguja na Pemba vinavyojishughulisha na shughuli mbalimbali zikiwemo usarifu wa chumvi, utengezaji wa sabuni na vipodozi, madawa ya asili, unga wa mwani, achari, chili, unga wa lishe, mafuta ya alizeti, samli ya ng'ombe, spice na siki, mifuko ya kaki, uzalishaji wa ice cream, tishu, ufugaji wa kuku, uzalishaji wa mayai, uzalishaji wa vifaranga pamoja na kuvipatia ushauri wa kitaalamu viwanda hivyo. ZEA imeanzisha mifumo mitatu ya mikopo, mafunzo na masoko ambayo itaimarisha utoaji na usimamizi wa huduma katika maeneo hayo. Serikali imeunganisha wazalishaji na wajasiriamali 4115 kupitia vyama miamvuli vya kisekta, sekta ya uvuvi, ushoni, uanikaji dagaa, uzalishaji wa maziwa na uzalishaji wa mpunga, na kufaidika na mafunzo, mikopo na masoko ya pamoja. Utekelezaji wa majukumu ya maendeleo ya vyama vya ushirika umeimarishwa na kusajili vyama 5951. Imetoa mafunzo kwa vyama vya ushirika 4350
vyenye wanachama 29,711, wanawake kati yao 18,375 na wanaume 11,336. Pia imekagua vyama 2,649, 1,218 ukaguzi wa hesabu na 1,431 ukaguzi wa kawaida, pamoja na kutatua migogoro 27 iliyojitokeza kwenye vyama vya ushirika. Sekta ya uwekezaji imeendelea kutajwa kuwa ni miongoni mwa sekta mama ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa ukuaji wa uchumi kupitia kodi zinazotokana na usajili wa miradi, ajira, pamoja na kutangaza fursa za utalii wa nchi. Kwa kulitambua hilo, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi imeiwekea mkazo sekta ya uwekezaji ili iwe na tija kwa taifa na hata mtu mmoja mmoja. Utamu wa Zanzibar ni haiba na mandhari nzuri ya kuvutia kwenye viunga vyake Unguja na Pemba. Ni moja kati ya sababu inayoifanya visiwa hivi kuwa ni sehemu yenye fursa za uwekezaji katika sekta mbalimbali kama vile utalii, viwanda, biashara, afya, michezo, elimu, kilimo na makazi. Fursa hizi za uwekezaji zinachangia kwa kiasi kikubwa ongezeko la ajira kwa vijana sambamba na kuingiza pato la taifa na kuwa kichocheo muhimu cha kukuza uchumi wa nchi. Katika kipindi kifupi cha uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, sekta hii imeendelea kukua kwa kasi ambapo hadi sasa zaidi ya miradi 424 yenye hadhi ya juu yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 5.6 na kuzalisha ajira rasmi zaidi ya 22,382. Kuongezeka kwa miradi kunatokana na maboresho ya sheria ya uwekezaji ambayo sasa imeondoa changamoto kwa wawekezaji na kuweka mazingira wezeshi bila bugdha yoyote. Kumeimarika kwa kituo cha huduma kwa wawekezaji ambapo sasa mwekezaji anaweza kupatiwa kibali cha kazi ndani ya dakika 15 tu, kibali cha ukazi na cheti cha uwekezaji ndani ya masaa 24. Sikia hii, matumizi ya mfumo wa wawekezaji umeimarisha upatikanaji wa huduma za usajili ambapo kwa sasa mwekezaji anaweza kusajili mradi popote alipo duniani. Serikali haikuishia hapo, bali kuhakikisha visiwa vidogo vidogo vinakuwa na tija kwa taifa, ndiyo maana ikaruhusu uwekezaji katika visiwa hivyo, ambapo tayari miradi 16 inawekezwa kwa dola za Kimarekani milioni 377 na laki 5. Katika kukifungua kisiwa cha Pemba kiuwekezaji, serikali ya awamu ya 8 imeamua kukifanya kisiwa hicho kuwa eneo la kimkakati la uwekezaji kwa kuboresha miundombinu ya barabara za ndani katika maeneo huru ya uwekezaji Micheweni yenye ukubwa wa kilomita 13.5 pamoja na kuboresha miundombinu mingine muhimu kwa ajili ya kuwavutia wawekezaji kuwekeza katika maeneo hayo. Kupitia uwekezaji katika mfumo wa mashirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP, imefanikisha utekelezaji wa miradi 13 iliyogharimu dola za Kimarekani milioni 900 pamoja na kuzalisha ajira zaidi ya 4,000. Miradi hiyo ni pamoja na mradi wa ujenzi na uendeshaji wa bandari ya abiria ya Mpigaduri kwa kushirikiana na kampuni ya ZF Defco, mradi wa uendeshaji wa uwanja wa Abeid Amani Karume Terminal 3 na kampuni ya Dinata Zanzibar Aviation Service Company Limited, mradi wa ujenzi wa bandari ya makontena Fumba yani Fumba Port Limited na kampuni ya Fumba Port Limited, mradi wa uendeshaji wa bandari ya makontena Malindi na kampuni ya Zanzibar Multipurpose Terminal ZMT, mradi wa ujenzi wa kituo cha ushushaji wa mafuta na gesi na kampuni ya Offshore Mooring Limited, mradi wa ujenzi wa uendeshaji wa bandari ya mkoani Pemba
na kampuni ya Fumba Port Limited. Mradi wa uendeshaji wa utoaji wa huduma za kliniki katika hospitali 10 za wilaya na kampuni ya Saife Hospital na Lancet. Mradi wa kuimarisha na kuendesha karakana kuu ya magari Zanzibar na kampuni ya Ndani Investment Corporation Limited. Mradi wa uendeshaji wa hospitali ya mkoa wa Lumumba na kampuni ya NSK na Zan Medic. Mradi wa ujenzi wa mfumo na vituo vya afya Zanzibar na kampuni ya Electronic Health Network Zanzibar. Mradi wa ujenzi wa maduka ya Darajani na kampuni ya Africa. Mradi wa usambazaji wa maji Zanzibar na kampuni ya Rand Water Company, na mradi wa uendeshaji wa soko na diko la Malindi Muyuni na kampuni ya Muyuni Fishing and Logistics Limited.